Hivi ushawahi kusikia juu ya Uganda? Uganda ni nini? Vuta kiti, keti. Basi Uganda ni moja kati ya nchi zilizoitwa lulu ya Afrika. Ni moja kati ya nchi kubwa kabisa Afrika ya Mashariki. Uganda ni nchi ya kijani kibichi, maziwa makubwa na watu wenye tabasamu la kuvumilia mengi. Lakini nyuma ya uzuri huu kuna historia nzito sana. Historia ya viongozi waliokuja kama waokozi na wakabaki kama watawala. Na leo hii si hadithi ya propaganda. Hii si hadithi ya upande mmoja. Na huu ni ukweli usiosimuliwa kuhusu Uganda. Basi ungana nami katika Untold Truth. Langu jina ni Yazdan Rex Igo na hii ni Sauti ya Igo. Mnamo mwaka 1962 Uganda ilipata uhuru kutoka kwa Uingereza, na kulikuwa na matumaini mapya. Kulikuwa na ndoto na watu waliamini, sasa tumepata uhuru wetu na tumejimiliki. Viongozi wa mwanzo kama vile Benedicto Kiwanuka walionekana kama watu wa sheria, wasomi waliotaka kujenga taifa la haki. Lakini swali ni moja tu, je, siasa za Uganda ziliruhusu wema huu kukaa kwa muda mrefu? Basi baada ya uhuru wa Uganda, Milton Obote alijitokeza kama kiongozi mkuu, na mwanzoni alionekana akiwa mzalendo, lakini kadri muda ulivyozidi kusonga, nguvu zikaanza kumlewa, na hapa katiba ilisimamishwa, upinzani ukanyamazishwa, jeshi likaanza kuwa chombo cha siasa, na hapo ndipo mbegu ya machafuko ikapandwa Uganda. Na sasa zikaibuka zama mpya. Wapo wale walioziita ni enzi za giza, na hapa ukaibuka utawala mpya wa Idi Amin Dada mwaka 1971 hadi 1979. Mwaka 1971 Obote alipinduliwa, na ilikuwa ni mapinduzi ya kijeshi, na mtu aliyesimama mbele ya nchi alikuwa ni Idi Amin Dada. Kwa baadhi, Idi Amin alionekana kama shujaa wa maskini, lakini kwa wengi alikuwa ni mwanzo wa kuzimu. Watu walipotea usiku, miili ilionekana kwenye mito, hofu ikawa ni lugha ya taifa. Na hapa zikaibuka nadharia mbalimbali. Wapo waliosema kindakindaki kuwa Idi Amin ndiye aliyehusika na mauaji haya, lakini wapo waliopinga na kusema hapana, hizi zilikuwa ni nadharia tu. Basi unaambiwa zaidi ya watu, mamia ya maelfu waliuawa au kutoweka. Wafanyabiashara wa Asia walifukuzwa, na uchumi wa Uganda ukaporomoka vibaya mno. Lakini kinachoumiza zaidi ni kwamba watu walinyamaza, kwa sababu kuzungumza kulimaanisha kifo. Na mwaka 1979 Idi Amin aliondolewa madarakani. Lakini je, Uganda ilipata amani? Au ndo ilikuwa ni kama kuondoa paa wakati mvua bado inanyesha? Na je, Idi Amin aliondolewaje madarakani? Basi unaambiwa moja ya kosa kubwa alilolifanya Idi Amin lilikuwa ni kuivamia Tanzania. Mwisho wa mwaka 1978 Idi Amin alifanya kosa ambalo liliharakisha mno mwisho wake. Jeshi lake lilikuwa limegawanyika, uchumi ulikuwa umeanguka, na upinzani ulikuwa ukiongezeka kwa kasi. Katika hali hiyo, Idi Amin akaamua kuvamia kaskazini mwa Tanzania, eneo la Kagera, akidai ni sehemu ya Uganda. Hii ilikuwa ni hatua ya kiburi cha madaraka. Tanzania ikachukua hatua. Rais wa Tanzania wa wakati huo alikuwa ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hakukubali uvamizi huo, na hapa akasema, Watanzania, sasa tunayo kazi moja tu, ni kumpiga. Uwezo wa kumpiga tunao, sababu ya kumpiga tunayo, na nia ya kumpiga tunayo. Na hii ikawa ni hotuba maarufu zaidi miongoni mwa hotuba nyingi za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hadi sasa. Basi wakati majeshi ya Tanzania yalikuwa yakisonga mbele, baadhi ya Wauganda waliokuwa ukimbizini
Basi wakati majeshi ya Tanzania yakisonga mbele, wa Uganda waliokuwa ukimbizini, maafisa waliomchukia Amin na wanamapinduzi wa Uganda waliungana na kuunda vikosi vilivyojulikana kama UNLA, Uganda National Liberation Army. Hawa walikuwa ni wana-Uganda waliotaka kumaliza utawala wa hofu. Vita vikasonga hadi Kampala mwaka 1979. Majeshi ya Tanzania huku yakiungana na wapinzani wa Amin yakapita Masaka, yakachukua Entebbe, yakakaribia Kampala. Jeshi la Amin kwa sasa lilikuwa ni dhaifu, lilikuwa limekosa morali kabisa, na baadhi walianza kukimbia na wengine wakaanza kujisalimisha. Mnamo April 11, 1979, Kampala ilianguka. Utawala wa Idi Amin ukavunjika. Idi Amin alikimbia Uganda. Kwanza alielekea Libya na baadaye Saudi Arabia, na hakuwahi kurudi tena Uganda mpaka pale ambapo mauti yalimkuta. Lakini je, kuondolewa kwa Idi Amin Uganda kulimaliza utawala wake? Lakini je, baada ya kuondolewa kwa Idi Amin utulivu ulipatikana? Basi jibu lilikuwa hapana, bali kulimaliza tu utawala wake wa kikatili kama wengi walivyosema, lakini hakukuleta amani ya haraka, na Uganda iliingia katika kipindi cha serikali za mpito, machafuko ya kisiasa na hatimaye vita vya msituni vilivyomleta Museveni. Je, nini kilitokea Uganda baada ya Idi Amin Dada kuanguka? Amin alipoondolewa madarakani mwaka 1979, Uganda haikupata amani. Ilikuwa ni kama kuondoa paa wakati mvua bado inanyesha. Obote akarudi madarakani baada ya uchaguzi wa mwaka 1980, uchaguzi ambao wengi waliuita ni uchaguzi wa wizi. Na hapa ndipo kijana mmoja akasema, hapana, hii si haki. Jina lake likatambulika kama Yoweri Kaguta Museveni. Museveni hakukubali matokeo ya uchaguzi. Alichukua silaha akaenda porini. Kwa miaka 5 vita vya msituni vilipiganwa. Wakulima, vijana na maskini walijiunga. Waliamini wanapigania Uganda mpya. Mwaka 1986 Museveni akaingia Kampala kama mshindi, na watu walishangilia, walilia, walitumaini, na Museveni akasema maneno ambayo wengi bado wanayakumbuka. Tatizo la Afrika ni viongozi kukaa madarakani muda mrefu, lakini historia ina tabia ya kujirudia. Je, Museveni amekaa madarakani kwa miongo mingapi? Tutalitambua hilo. Basi unaambiwa yule aliyesema tatizo la Afrika ni viongozi kukaa madarakani muda mrefu, yeye amekaa madarakani kwa miaka 39. Kuanzia mwaka 1986 hadi mwaka 2025, Museveni ameendelea kuwa rais wa Uganda. Basi kama ilivyo kawaida mwanzoni, utulivu ulikuwa ni mkubwa, watu walisherehekea na wakafurahi. Basi kama ilivyo kawaida mwanzo, kulikuwa na utulivu mkubwa, watu walisherehekea na kufurahi, na wengine walilia kwa furaha. Mageuzi ya uchumi yalitokea na uungwaji mkono wa kimataifa ukapamba moto. Lakini baadaye katiba ilibadilishwa. Kikomo cha mihula kikaondolewa na kikomo cha umri kikaondolewa pia. Na hii ikafungua njia ya Museveni kuendelea kugombea tena na tena. Na kwa kizazi kizima tangu miaka 1986 hadi 2025, kizazi hiki hakikuwahi kuona rais mwingine tena. Basi unaambiwa baada ya muda mwingi kupita, kizazi kipya kikaibuka, na kizazi hiki kinajulikana kwa jina la Gen Z. Ni kizazi chenye msukumo zaidi ulimwenguni, kizazi kinachoongoza kwa maandamano dunia nzima.
Na hapa sauti mpya ikasikika, Bobi Wine. Sasa Gen Z ni wakina nani, au Gen Z ni nini, na wana uhusiano gani na Bobi Wine Uganda? Gen Z mara yake ni Generation Z. Vizazi vingi vimepita, lakini hiki ni kizazi cha watu waliozaliwa takriban kati ya miaka 1997 hadi 2012. Kwa kifupi, hawa ni vijana wa kisasa. Wamekulia katika intaneti, simu janja na mitandao ya kijamii. Vijana hawa wanaongoza kwa kuhoji mamlaka, hawapendi propaganda. Wanataka mabadiliko ya haraka, na hawakukua katika zama za vita, bali wamerithi matokeo ya vita tu. Na kwa Uganda, Gen Z wengi hawajawahi kuona rais mwingine isipokuwa Museveni. Wengi hawana ajira za uhakika, basi wengi wanatumia mitandao ikiwa ni kama silaha ya kupaza sauti, hasa Twitter, X, TikTok, YouTube, Facebook na kadhalika. Na ndio hawa wanaounda msingi mkubwa wa upinzani kwa sasa. Mfano, wengi wao wanamuunga mkono Bobi Wine. Kwa hiyo Gen Z ni kizazi cha maswali, sio kizazi cha ukimya. Basi Uganda ni nchi ya vijana. Vijana waliokulia kwenye ukosefu wa ajira, gharama za maisha na ahadi zisizotimia. Ndipo akatokea Bobi Wine, msanii, mwanaharakati, sauti ya mitaani. Alizungumza kwa lugha ya watu, aliimba kwa maumivu yao, akasema, sisi sio wageni katika nchi yetu. Lakini siasa si muziki. Bobi Wine alikamatwa, akapigwa, wafuasi wake wakakamatwa, mikutano ikazuiliwa. Katika uchaguzi wa mwaka 2021 alishika nafasi ya pili kwa kura nyingi kuliko mpinzani wowote wa zamani, lakini alikataa matokeo kwa alichokidai kwamba ilikuwa ni wizi na vitisho. Na sasa ni mwaka 2025. Nimekutoa mbali katika gari ya Uganda tangu mwaka 1962 lilipopata mafuta yake halali. Na sasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2026, je, kuna mabadiliko gani? Kuna kipi na kuna matumaini yapi? Na hali ya kisiasa ipoje? Basi kadri Uganda inavyokaribia uchaguzi wa mwaka 2026, hali ya kisiasa inazidi kuwa ngumu. Upinzani wanasema, wanaharakati wanatekwa, jeshi linaingilia siasa, mahakama za kijeshi zinatumika dhidi ya raia. Lakini kwa upande wa serikali inasemaje? Serikali yenyewe inasema ni katika mikakati ya kulinda amani, wanazuia machafuko na wanalinda taifa. Na katika yote hayo, raia wa kawaida. Pia kuna hofu ya urithi wa madaraka, ikihusishwa na mwana wa rais aliye kwenye nafasi ya juu jeshini. Uganda ina swali moja kubwa. Je, taifa linaweza kubadilisha uongozi kwa amani? Nimekupitisha mbali sana. Tumewaona viongozi wengi, wakina Obote, wakina Yoweri Museveni, Idi Amin Dada, na kuibuka kwa Gen Z. Uganda si nchi mbaya. Uganda haina watu wabaya, lakini historia yake imejaa majeraha ambayo hayajapona bado. Ukweli usiosimuliwa si kwamba nani ni mzuri au nani ni mbaya, bali ni kwamba nguvu ikikaa mikononi kwa wachache kwa muda mrefu, hata nia njema hupoteza mwelekeo wake. Mustakabali wa Uganda hauandikwi kwa rais peke yake, bali unaandikwa na kwa watu wake. Hii ni Untold Truth. Kwa leo tuishie hapa. Langu jina ni Yazdan Rex Igo.
na hii ni Sauti ya Eagle. Usiache kulike, kushare, kusubscribe ili uendelee kupata makala nyingi nzuri zaidi.